wengi hupata fursa ya kuchinja, lakini salamu hizi za viongozi wetu hawa wawili wanawatakia kila laheri mahujaji wetu wa Tanzania walioko Maka, ambao wanaendelea kutekeleza nguzo maalum ya dini ya Kiislamu. Na tunaamini kwamba moja kazi ya jukumu walilonalo huko ni kuiombea nchi yetu, kuwaombea viongozi wa nchi hii, kuwaombea Watanzania wote tuendelee kuishi kwa umoja na mshikamano wa kitaifa. Ndugu Waislamu, leo hii tunapokutana hapa ni muhimu kwetu serikali kuwaambia kwamba serikali yetu inawaamini sana viongozi wa dini, madhehebu yote nchini, na nyie viongozi wa dini mmekuwa chachu ya kuimarisha amani na mshikamano katika nchi hii kupitia mahubiri yenu. Lakini wahakikishie serikali hii itaendelea kuimarisha mahusiano mazuri kati ya serikali na viongozi wa dini zote hapa nchini kwa lengo lile la kuifanya nchi hii kila mmoja ashiriki katika kuifanya kuwa na amani ya kutosha, na tunaamini mtaendeleza jukumu hilo la kuwasihi Watanzania waone umuhimu wa kila mmoja kuwa ni sehemu ya mchango wa kulifanya taifa hili kuwa tulivu, kuimarisha mshikamano miongoni mwetu, na hatimaye ile tunu waliotuanzishia viongozi waliotangulia na waliotangulia mbele za haki ya amani katika nchi kuwa inaendelezwa. Dini zina misingi yake. Dini zimejengwa kwa namna ya kuwajenga waumini wake kuwa na staha, ustaarabu, lakini pia uvumilivu. Kubwa zaidi ni kutambua kwamba yeye ni miongoni mwa wanajamii wanaohitaji kufanya shughuli nyingine za kimaendeleo. Kwa hiyo viongozi wa dini wanayo nafasi kubwa ya kuhamasisha waumini kushiriki kamilifu kwenye shughuli za kimaendeleo. Ndugu Waislamu wenzangu, tunaendelea kufahamu jukumu la serikali, na mimi nikiwa sehemu ya viongozi wa serikali kama msimamizi wa shughuli za serikali, lazima niwaambie kwamba serikali inaendelea kujenga misingi ya mshikamano kati ya waumini wa dhehebu moja na dhehebu jingine, tena katika nyanja mbalimbali, lakini pia katika kutoa hamasa ya waumini kuendelea kushiriki ibada mbalimbali zilizoainishwa kulingana na dini yenyewe na masharti yake, tukiwa tunaamini kwamba dini zimeendelea kuifanya nchi hii kuwa ni nchi ya amani wakati wote. Na sisi tunaamini kwamba viongozi wa dini mnayo nafasi ya kukemea mambo yote yanayopelekea kuwa na mmomonyoko wa maadili ndani ya taifa hili. Imani hii imejengeka kwa miaka mingi, na sisi serikali tumeiona ina maslahi kwa taifa hili, kulifanya taifa ambalo lina watu wanaoamini kwamba kila mmoja anayo haki ya kuishi, lakini kuongozwa kwa misingi inayobeba haki zake na kusimamia matakwa ya nchi kwa mujibu wa sheria tulizojiwekea sisi wenyewe. Leo hii tunapokutana hapa kwenye maadhimisho ya siku hii ya Idi, mimi nataka nitumie nafasi hii kueleza kwamba maadhimisho haya yanafanyika
ikiwa ni kukamilika kwa ibada ya hija ambayo ni nguzo mojawapo muhimu katika Uislamu. Na hivyo basi kipekee ni wapongeza Waislamu wote waliofanikiwa kutimiza ibada ya hija huko Maka na Madina. Sisi sote tuliobaki hapa tuwaombee wenzetu wakamilishe ibada hiyo, na kukamilisha kwao ibada hiyo kwetu sisi ni baraka, kwa sababu wanatuombea, na wengine wakifanya maandalizi ya mwakani kwenda hija. Na bahati nzuri katibu mkuu amekumbusha kwamba kukamilika kwa hija hii ni kuanza kwa hija ijayo, na kwa hiyo tuendelee kuwaombea kwa Mola ili kila jambo ambalo wanalifanya huko liwe la heri na salama. Ndugu Waislamu wenzangu, nitumie nafasi hii vile vile kutoa shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa dini na mashehe wote na wanazuoni wote. Binafsi nimepata fursa mara kadhaa kukaa pamoja, kusikia mahubiri yenu. Wakati wote mmekuwa mnatupa mafundisho ya heri yanayojenga misingi imara ya kuendeleza dini na ujenzi wa vijana wetu kuzingatia masuala ya dini. Na ndio kwa sababu leo tunaona pia hata vijana wadogo wako hapa. Tunaona kijana mdogo yuko hapa. Huyu atalelewa kwenye misingi ya kidini. Huyu kwenye makuzi yake atakuwa anasikia mahubiri haya viongozi wetu wa dini kama ambavyo leo ametolewa, na atakuwa hivyo, naye atakuja kupata nafasi ya kuendelea kukuza taifa hili na kuhubiria wengine. Sisi tunaamini dini zina ujenzi wa muumini kiimani, na tunapofanya kazi ya kujenga watu wetu kiimani, basi tuwaingizie imani yenye maslahi kwa taifa. Tusiwajengee imani ambayo inakwenda kulibomoa taifa hili. Kulibomoa taifa, tunaanza kuibomoa jamii ambayo inakuzunguka. Dini hazina nafasi ya kubomoa jamii inayozunguka. Dini ina nafasi ya kujenga jamii hiyo inayozunguka. Kwa leo tuko hapa, tumepata mafundisho mengi na mashehe waliotangulia. Hebu tuzingatie mahubiri yao. Hao wenzetu waliopata karama ya kusimama mbele ya jukwaa na kusema neno la Mungu ni watu muhimu sana. Lazima tuwazingatie, lazima tuzingatie yale wanayoyasema. Na kwa hiyo niamini kwamba kila mmoja leo tumepata ujumbe unaohusiana na tukio la leo, lakini tukio endelevu kwa kuimarisha Uislamu na misingi yake. Ndugu Waislamu, haya niliyozungumza ni mambo muhimu sana, na kama ilivyoelezwa leo hatuchukui muda mrefu, lakini nitumie nafasi hii pia niweke masuala muhimu ambayo yanaendelea kutuunganisha kati ya dini wa Tanzania, kwa maana waumini na serikali yetu, ikiwa ni mambo ambayo lazima tuyazingatie. La kwanza, naomba sana kila tunapofanya mambo yetu, iwe ni binafsi, ya kikundi, lakini ya umma mkubwa, lazima tuzingatie sheria. Sisi tunapokuja kuabudu hapa, lazima tuzingatie sheria ya kuabudu, sheria ya uhuru wa kuabudu. Katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 19 kifungu cha kwanza mpaka cha 3 imeweka bayana ufafanuzi kuhusu uhuru wa kuabudu, ili mradi hakuna uvunjifu wa amani, hakuna uvunjifu wa sheria za nchi. Huku kuabudu si tu watu wamekutana pamoja wakafanya wanayotaka. Pamoja na ile uhuru wa kuabudu, iko sheria iliyoruhusu hata msikiti huu kuwa hapa, iko sheria iliyoruhusu kanisa lile kuwa pale.
na ndio iliyoruhusu wao wajenge, wakutane hapo ili kiongozi wa dini atumie nafasi hiyo kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya dini husika. Haya yote yanalindwa na sheria. Hata sisi kuja hapa na mashehe kuja hapa ni kwa sababu sheria inawaruhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo wito wetu, tunapopata fursa ya kuja kwenye misikiti kama hii, makanisa tukakaa hivi, viongozi wa dini kama Sheikh Hamisi Ngeruko alipokuja hapa, tunatarajia viongozi mtatumia muda wenu mwingi ule uliotengwa kwa ajili ya ibada hiyo kuzungumzia dini na sio vinginevyo, kwa sababu uwepo wa jengo hilo na ujaji wa waumini, hao waumini wamekuja kusikia neno la Mungu, kujengwa kiimani, na waondoke waendeleze imani ambayo itakwenda kuendeleza amani na utulivu na mshikamano ndani ya nchi. Nataka niwakumbushe kwamba tunafanya haya kwa sababu tunayo sheria, na unapovunja sheria, unapofanya vinginevyo, sheria inachukua mkondo wake. Haya lazima tukumbushane, tujue, tusije tukapitiliza ukafanya mambo huru ukasema na mimi na uhuru wangu. Uhuru una mipaka. Uhuru ni lazima utimize wajibu. Haki ni lazima iende na utimize wajibu. Kwa hiyo kuna haki na wajibu. Haya mambo mawili ni vizuri tukayazingatia. Ndugu waumini, ya pili, tunao wajibu wa kudumisha amani na utulivu katika nchi. Hili nchi inakuwa likubwa, lina watu wengi, kila mmoja angetamani kufanya lote alilonalo, lakini nchi ikifungulia kila mmoja afanye anavyotaka, inaweza kuwa vurugu. Na ndio kwa sababu umewekwa utaratibu, na utaratibu huu umeanza kwenye ngazi ya jamii. Kunakuwa na mkuu wa familia, anatoa miongozo wa familia. Mnakumbuka makabila kadhaa yana mtemi, yana kiongozi mtawala, yana chifu. Huyu ndio amepewa mamlaka ya kutoa miongozo. Na kwenye dini tuna mufti na wale viongozi wote walioko pale. Hawa wamewekwa ili kuifanya jamii inayoamini, inayoshiriki kwenye ibada hiyo kuwa na mwongozo unaotakiwa kufuatwa, ambao una misingi ya kisheria na kanuni za nchi. Na baba askofu, kuna wachungaji, kila mmoja na mashehe vile vile. Kwa hiyo ni muhimu sana tukiyazingatia haya, basi hata lile kudumisha amani na ushikamano linakwenda vizuri. Kwa swala la kudumisha amani ni letu sote. Tusiache kwa viongozi peke yao. Popote ulipo, ukiona mtu anakwenda kinyume na maadili, desturi, utamaduni, mila tulizo nazo na matakwa ya misingi ya dini iliyopo, lazima tukemee. Lazima tukemee. Tusipokemea, kila mmoja atafanya analotaka, na kwa hiyo kama ni nchi, usalama wa nchi unapotea. Haya lazima tuyaseme leo, kwa sababu ni wakati mzuri sana. Waumini tumekutana hapa, na nyie ndio ambao mmewezesha nchi hii kuwa tulivu mpaka hapa. Kwa hiyo tunakumbushia, twende kila mmoja akatimize wajibu wake. Leo hii nchi yetu inaenda kwenye uchaguzi. Unachagua viongozi wa dola, na kila mmoja anatamani kuwa kiongozi wa dola. Hiki ni kipindi cha kila mmoja kuleta ushawishi awe kiongozi wa dola. Uhuru wenu wa Tanzania ni mkubwa na upo kisheria. Unao uhuru wa kwenda kuchagua kiongozi unayeamini kwamba atakuletea maendeleo, lakini pia unao uhuru wewe ukiamua kugombea, kwenda kugombea nafasi yote unaitaka. Sasa mnapokwenda kugombea nafasi moja, mnakuwa 5, 6, basi kila mmoja utumia ushawishi. Nataka niwasihi
Wakati wote unapokuwa na umma unapeleka ushawishi, peleka ushawishi wenye misingi inayodumisha amani ya nchi. Usipeleke ushawishi unaokwenda kubomoa amani ya nchi. Usipeleke ushawishi unaopelekea watu kupoteza mwelekeo wa maisha yao ya kila siku, shughuli zao za kila siku. Peleka ushawishi unaozingatia sheria ya nchi. Ukipeleka ushawishi ambao uzingatii sheria za nchi, vyombo vya dola vitachukua hatua kabla hujaiharibu jamii. Kwa hiyo tukifika hapo ni muhimu, lakini wasihi kuchunga sana na kutafakari maneno ya kila mwenye nafasi ya kuja kuomba uongozi. Mnao uhuru wa kwenda kusikiliza, nenda mkasikilize. Rudi nyumbani, tafakari yaliyozungumzwa, kama je, yataweza kuifanya nchi hii kuwa endelevu au yanakwenda kufifa ukomo wa nchi hii. Kipindi hiki ni muhimu sana, kuanzia sasa mpaka mwezi wa 10, wakati tume itakapokuwa inaendesha zoezi lake. Ni kipindi ambacho tusipokuwa makini kinaweza kitatuingiza shimoni. Ni kipindi ambacho kinahitaji tafakari ya hali ya juu ya nini kinasema kwa ajili ya nini. Lakini mzingatie historia ya nchi yetu na mwelekeo wake, lakini mjue kwamba tuna vizazi hivi ambavyo tunatakiwa kuvirithisha, na vyenyewe viishi kama sisi kwa amani, viweze kuwa na mpango kazi wake wa kwenda kuwapelekea kwenye maendeleo. Nini kifanyike? Kipindi hiki ni kipindi muhimu cha kutafakari kila jambo muhimu sana. Ndugu waumini wenzangu na viongozi wa dini mlioko hapa, najua tutambua kwamba viongozi wa serikali mko hapa. Tuendelee kusimamia sheria za nchi, na pale ambako kunakuwa na tafurani, basi twende tukatoe miongozo na kuelekeza namna ya kuzingatia, ili tuelekee kwenye nchi ambayo iko salama. Lakini 3, tuendelee kuliombea taifa. Nimesema tumeomba, tunaamini wenzetu walioko Maka wanaliombea taifa hili, na sisi pia tulioko nyumbani tutumie nafasi yetu, karama zetu kuliombea taifa hili. Tuombee viongozi wetu, na kwa kweli tunaposema tuombee viongozi wetu, tusisahau kumwombea sana mkuu wa nchi, ambaye ndo anaweza kupanga hili na hili na hili pamoja na wasaidizi wake. Tumwombee sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi hii. Mwenyezi Mungu kwanza ampe afya, lakini 2, ampe uwezo mkubwa wa kuweza kupokea haya na kufanya kazi zake vizuri na kutoa miongozo. Na sisi wasaidizi na chini tuombee vile vile, tumsaidie kazi vizuri rais wetu kwa lengo la nchi hii kuwa tulivu, lakini tuombee Watanzania wote na amani ya nchi iende kuimarika.